Mtazamaji wa Anuari TV, karibu ndani ya The Golden Boot, na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia habari za kimataifa, na hii leo tunaelekea huko nchini Hispania kunako klabu ya Real Madrid, ambako tunafahamu zimebakia siku chache kabla ya klabu hiyo kubwa ulimwenguni kuingia kwenye uchaguzi wa rais wa klabu hiyo ambaye atakwenda kuiongoza klabu hiyo kwa miaka minne inayofuata. Na wanaowania viti hivyo ni watu wawili. Yupo Florentino Perez ambaye huyu ndiye rais anayekwenda kuachia madaraka, lakini pia anakwenda kugombea muhula wake wa tatu mtawalia. Lakini pia mgombea mwingine ni Enrique Riquelme ambaye huyu pia ameonyesha nia ya kuwa mpinzani mkubwa kwa mwaka huu mbele ya Florentino Perez. Umekuwa ni uchaguzi ambao hakika hadi hivi sasa umekuwa ukizua gumzo juu ya kile ambacho kimekuwa kinaendelea, kila mmoja akiwa anavutia kwake na akiamini kwamba sera zake kama kampeni ambazo wamekuwa wakizitoa zimekuwa zikiwashawishi wengi kwa sehemu moja ama nyingine. Leo tunakwenda kuangazia nafasi ya kila mmoja, nani ambaye anaweza kwenda kuibuka na ushindi katika uchaguzi ambao unategemewa kwenda kufanyika siku ya tarehe 7 mwezi huu wa 6 mwaka 2026. Tuanze na Florentino Perez ambaye huyu ni rais wa Real Madrid tangia mwaka 2009 alipochukua muhula wa pili mara baada ya kuiongoza klabu hiyo kuanzia mwaka 2000 hadi mwaka 2006. Wakati huo Real Madrid ikiwa ipo katika kipindi ambacho watu wengi walikuwa wanaiona kama moja kati ya Real Madrid bora, na kumbukumbu nzuri ama kumbukumbu ambayo mashabiki wengi wa Real Madrid wanaikumbuka kutoka kwa Florentino Perez ilikuwa ni mwaka 2006 wakati Florentino Perez akimshawishi Luis Figo, nyota fundi wakati huo wa FC Barcelona, kujiunga na klabu hiyo ya pale nchini Hispania kwa maana ya Real Madrid. Kwa hiyo ni rais ambaye amekuwa na mafanikio makubwa akiwa na Real Madrid kwa miaka 26 ambayo amedumu kama rais, kwa maana kiongozi mkubwa kwenye klabu hiyo ya Los Blancos ya huko nchini Hispania kwa maana ya Real Madrid. Na katika miaka 26 ambayo Florentino Perez amekuwa kama rais wa timu ya Real Madrid amefanikiwa kuchukua mataji 65 kwa ujumla wake, mataji mbalimbali. Hapa nazungumzia mataji ya ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa ametwaa mara 7 mabingwa, kwa maana ubingwa wa ligi kuu soka nchini Hispania La Liga akiwa ametwaa pia, bila kusahau mataji ya ubingwa wa FIFA Club World Cup, lakini pia ushindi wa mabingwa katika mashindano ya Super Cup. Kwa hiyo kwenye miaka 26 ambayo Florentino Perez amekuwa ndani ya klabu ya Real Madrid kama rais wa klabu hiyo, ameiongoza Real Madrid kutwaa mataji 65, kitu ambacho kinampa Florentino Perez nafasi kubwa ya kuendelea kushinda kiti cha urais kwa muhula mwingine wa tatu mwaka huu 2026. Na sera kubwa ya Florentino Perez kwa msimu huu kuelekea uchaguzi huo ni kuhusiana na kile ambacho anakiamini yeye. Tunafahamu hadi hivi sasa klabu ya Real Madrid tayari imeshaonyesha nia ya kuwahitaji wachezaji wawili ambao ni Dumfries kutoka katika klabu ya Inter Milan, lakini pia na bwana mdogo kwa maana ya Ibrahim Konate kutokea kwenye klabu ya Liverpool. Kwa hiyo Florentino Perez amekuwa anawatumia hawa wachezaji wawili ikiwa ni sehemu ya kampeni na kuwashawishi mashabiki na wanachama, lakini pia viongozi wengine wa Real Madrid waweze kuwa na imani naye nyingine, kwa maana anaamini kwamba Real Madrid mpya inakwenda kutengenezwa kuelekea msimu ujao. Ahadi nyingine kubwa ambayo Florentino Perez ameitoa kwa mashabiki wa Real Madrid lakini pia wanachama ni juu ya kumsajili Michael Olise. Huyu ni kiungo mshambuliaji raia wa Ufaransa anayepita kwenye kikosi cha FC Bayern Munich, kwamba siku ya Jumanne atapeleka ofa kwenye klabu hiyo ya thamani ya shilingi euro milioni 150 ya kumhitaji mshambuliaji huyo kwa msimu unaofuata aweze kuwa sehemu ya mali ya Real Madrid, kitu ambacho mashabiki wengi wa Real Madrid wamekipokea positive na kuona kwamba ni kama vile Florentino Perez kwa msimu ujao ameonyesha nia ambayo itakuwa effectively kwa upande wa Real Madrid. Lakini pia ni uchaguzi ambao unaendana pia na sifa za kibiashara, kwa maana Florentino Perez huyu ni mfanyabiashara
kutokea kwenye kampuni ya ACS, ambayo hii ni kampuni ambayo ina deal na mambo ya ujenzi na ni kampuni kubwa tu ulimwenguni ambayo imekuwa ina deal na masuala ya kiinjinia na masuala ambayo yanahusika katika masuala ya kiujenzi kwa maana ya miundombinu, majengo na kadhalika. Kwa hiyo kwa maana ya Enrique Riquelme, yeye ni mfanyabiashara mkubwa ambaye yupo katika kampuni ambayo ina deals na mambo ya renewable energy, kwa maana nishati ambayo inakuwa inasaidia. Kwa hiyo mbali na siasa za kwenye mpira, lakini pia masuala ya kibiashara yamekuwa yakiingilia kwa sehemu moja ama nyingine. Lakini tukienda kumwangazia Enrique Riquelme, kwa maana huyu ni mgombea mwenza wa Florentino Perez katika uchaguzi mkuu wa rais katika klabu ya Real Madrid mwaka huu 2026. Huyu ni kijana ambaye mpaka hivi sasa ana umri wa miaka 37, mbali na Florentino Perez ambaye yeye hadi hivi sasa ana miaka 79. Huyu amekuja na kampeni yake ambayo imewaibua wengi na kuwashangaza, akiwa ameenda moja kwa moja kwamba kwa wakati huu Real Madrid hawahitaji kocha aina ya Jose Mourinho ambaye ni pendekezo la Florentino Perez, ambaye yeye amethibitisha kwamba endapo atapita basi Jose Mourinho atarejea kwenye kikosi cha Real Madrid kama kocha mkuu kwa msimu ujao, kitu ambacho kwa Enrique Riquelme ameweza kukikanusha na kusema kwamba kwa wakati huu klabu kama ya Real Madrid haimuhitaji kocha wa zamani kama Jose Mourinho, na badala yake inamuhitaji kocha mkubwa kama Jurgen Klopp, lakini pia kama Pep Guardiola. Kwa hiyo hao ndio makocha ambao Enrique Riquelme kwa upande wake ameweza kuwapendekeza kama akipata urais katika nafasi ambayo anakwenda kugombania, basi atakwenda kuwaestablish na kuwa makocha wakuu katika hilo eneo kwa msimu ujao ndani ya Real Madrid, kwa maana Jurgen Klopp, lakini pia Pep Guardiola ambaye tayari ameshamaliza mkataba wake ndani ya kikosi cha Man City ya pale nchini Uingereza. Lakini pia sera nyingine ambayo Enrique Riquelme ameitoa kuelekea msimu ujao kwa wanachama, lakini pia mashabiki wa Real Madrid ni juu ya wachezaji ambao wanatakiwa kujiunga kwenye klabu hiyo ya Real Madrid, huku akitumia jina la Erling Haaland kwamba anaweza kwenda kuwa sehemu ya wachezaji ambao atakwenda kuwasajili, licha ya kwamba anafahamu kwamba ana mkataba hadi mwaka 2034 na klabu yake ambayo inamiliki kwa sasa, kwa maana timu ya Manchester City ya pale nchini Uingereza, jambo ambalo limeibua mjadala mkubwa nchini Uingereza, hasa mashabiki wa Man City wakaenda kumshtaki Enrique Riquelme kwa kutumia jezi ya Real Madrid ambayo imeandikwa jina la Erling Haaland, lakini pia akitumia jina hilo katika vyombo vya habari siku ya Juni 3 mwaka huu, ambako Enrique Riquelme alikuwa akizungumza na vyombo vya habari huko nchini Hispania. Kama nilivyokuambia, huyu kwa maana ya Riquelme Enrique, huyu ni mfanyabiashara ambaye yupo katika kampuni ya CAX, kampuni ambayo inajihusisha na masuala ya kuzalisha nishati ya kule nchini Hispania, na ni kampuni ambayo imekuwa ikidili katika hayo masuala. Kwa hiyo hiko ndicho ambacho kinaendelea kwa wakati huu katika klabu ya Los Blanco, mabingwa wa kihistoria kwenye mashindano ya UEFA Champions League wakiwa wametwaa mara 15, lakini pia wakiwa wanatafuta rais wa 19 wa klabu hiyo, kwa sababu mpaka hivi sasa klabu ya Real Madrid tayari imeshaongozwa na marais 18 akiwemo Florentino Perez ambaye ndiye hadi hivi sasa ndiye rais wa klabu hiyo. Uchaguzi unatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 7 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026, siku ambayo ndiyo klabu ya Los Blanco itamfahamu rais mpya wa klabu hiyo moja kwa moja. Tuambie kwenye comment, unafikiria ni nani ambaye anaifaa ama anafaa kuwa rais wa klabu ya Real Madrid kwa wakati huu, lakini pia tukiangalia kile ambacho kimeikumba Real Madrid kwa misimu miwili mfululizo kutokuwa na mwendelezo mzuri katika ligi kuu soka nchini Hispania, lakini pia kwenye mashindano ya UEFA Champions League. Nilikuletea makala hii, naitwa Leopard John, sauti ya mvua. Nikwambie tu endelea kuwa nasi Anuari TV, kwa maana hapa ndiko mahali sahihi kwa wewe kupata habari kede, lakini pia matukio mbalimbali ya kimichezo. Hadi wakati mwingine, endelea kuwa nasi. Nikushukuru sana na kwaheri.